Kwa jina naitwa Dickson John Niwili, ni mkazi wa Songea mjini Bombambili. Lakini saizi tupo hapa kwenye mradi wetu wa nyuki ambao tuliuanzisha kama kikundi ambacho kikiwa na watu kama 4. Mimi nikiwa kama katibu wa kikundi hicho. Mwenyekiti wangu ni Legan Mametu Sibawala na wajumbe wetu akiwa ni Gladness pamoja na Juma mwalimu. Huu mradi tulianza mwaka 2016. Tukiwa kama vijana tuliangalia namna gani tunaweza kufanya shughuli za kujiwekeza ili tupate kipato. Kutokana na hali ngumu ya maisha tulibuni mbinu mbalimbali za kutafuta riziki, lakini tukaona hii mbinu ya ufugaji wa mzinga ya nyuki ni mbinu sahihi. Tulienda kujifunza sehemu mbalimbali namna ya kufuga nyuki, lakini baadaye sisi tukaja tuanzishe mradi wetu huu wa mizinga ya kujenga. Tulianza na mizinga ambao, lakini tukaona mwisho wa siku ina gharama kubwa alafu haidumu. Kwa hiyo tukaanza tuamue tujenge mizinga ya kujenga ya chini ya kutumia tofali. Kilo moja ya asali inauza shilingi 10,010 kilo moja ya asali kwa bei ya kawaida. Lakini pipa moja la asali linaweza likawa na kilo kama 200. Si mnielewa? Kwa hiyo utapiga hesabu hapa kilo 200 mara 10,000. Sisi kwa mwaka kama tumetulia tunavuna mpaka pipa 2, pipa 3. Mapato ni makubwa. Na hiyo tunavuna kwa njia ya asali tu. Mazao mengine kama vile nta, propolis, maziwa ya nyuki, yani loe jelly, poleni, biwaski hatujaanza kuvuna. Tukianza kuvuna na yenyewe kwa sababu zenyewe zina mavuno mazuri kuliko asali. Yani na mavuno mazuri, lakini pia zina thamani kuliko asali. Asali pengine kwenye mazao ya nyuki ni zao la mwisho kabisa kwenye mambo ya kuingiza kipato. Mizinga TFS inatusaidia kwanza kuongeza nyuki hapa. Yani nyuki wengi wanakiona mizinga TFS wanakuja sana. Kwa hiyo makundi mengi ya nyuki yanavutiwa na ile mizinga TFS kutokana na muundo wake ulivyojengwa na rangi iliyopakwa inavutia nyuki. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi nyuki kuingia kwenye mizinga yetu kupitia mizinga TFS. Lakini pia kuna makundi yanayotoka kwenye ile mizinga TFS, inakuwa ni rahisi kuingia kwenye mizinga hii ya kwetu. Mapato ya kipindi cha nyuma, yani mizinga ya mbao ya kuninginiza na hii ni tofauti. Ile mizinga ya mbao ya mbao ya maboksi tulikuwa tunapata mzinga mmoja unatoa kilo 5 mpaka kilo 7 kwa awamu moja. Lakini hii mizinga kujenga, mzinga mmoja unaweza kutoa mpaka kilo 20 mpaka 25. Huu mradi mpaka sasa umeshamaliza miaka zaidi ya 9. Na mavuno yake ni kama ifuatavyo. Kuna muda tunavuna mpaka pipa 3. Misimu ya mavuno hapa inakuwa mikubwa 2. Lakini kama panakuwa na chakula na maji ya kutosha tunaweza tukavuna hadi mara 3 kwa mwaka. Mizinga tuliojenga hapa ipo 78, lakini lengo letu lilikuwa ni kujenga mizinga 100. Lakini kutokana na mfuko ulikuwa ni mdogo, basi tuliweza kujenga mizinga 78. Mavuno tuliyopata ni pesa nyingi. Siwezi hata kusema kwa sasa kwa sababu tumenufaika hapa. Kwanza tumepata kipato, tumekuwa ni kama ajira kwetu sisi, lakini pia tunatoa huduma ya kuwafundisha watu na kupanda miti, maeneo miti ya matunda, miti ya kivuli, tunatunza vyanzo vya maji hapa. Lakini pia kwa wakazi wanaolima maeneo haya wanapata faida ya uchavushaji mavuno mengi, kama vile wakilima alizeti, wakilima kilimo cha matunda kama maparachichi hapo chini wamelima. Hizi nyuki zetu zinaenda kufanya pollination kule, kwa hiyo wanapata matunda mengi. Na ndio maana sasa hizi naona washawishika kulima. Hao pengine wote ukija mwezi wa 3 utazikuta alizeti nyingi, utakuta kilimo kingi cha matunda miti. Kwa hiyo wanafuata hizi nyuki. Kikundi tulianza na vijana 4, lakini sasa hizi tuliwaongeza vijana 2, na vijana watu kama 6. Vijana waliojiunga mwenye elimu kubwa ni huyu mwenyekiti wetu Legan ambaye amemaliza mpaka degree. Lakini mimi pia nina elimu inayofuatia na hiyo vya kati, amefunza mafunzo ya VETA, umeme wa magari. Serikali nashukuru imetusaidia, serikali ya mkoa wa Ruvuma walituwezesha mkopo manispaa wa shilingi 500,000. Wizara ya misitu TFS walitusaidia baadhi ya mizinga 20, wakatusaidia simenti. Baadhi ya mizinga ilikuwa bado imechakachaka kidogo, wakatusaidia simenti na mbao za kuirekebisha. Lakini pia wanatusaidia kutuchangia elimu, wataalamu pale tunapohitaji wanakuja.
Na nyakati nyingine sisi tunakuwa kwenye shughuli zingine, wana kikundi labda tunakuwa na changamoto zingine, wao wanatusaidia kulinda huu mradi. Nyuki ni ajira, lakini nyuki pia ni maisha yetu, kwa sababu kila kitu tunachokifanya sisi kinategemea na nyuki. Ili ulime unategemea nyuki, ili upate dawa nyingi, asali pia ni dawa, unategemea nyuki, ili upate vipodozi unavyotumia ili kurekebisha ngozi unatumia mazao ya nyuki. Kwa hiyo nyuki anasaidia sana.